Naam, karibu tena. Idadi ya vifo kutokana na mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa kote nchini imefikia 18. Serikali imesema maafa mengi yamehusishwa na waathiriwa kuzama, huku mvua kubwa ikiendelea kusababisha uharibifu mkubwa katika kaunti mbalimbali. Serikali vilevile imetangaza kutambuliwa kwa maeneo 59 ambayo yako kwenye hatari ya kukumbwa na mafuriko katika kaunti ya Tana River, ikionya uwezekano wa madhara zaidi, huku viwango vya maji katika mto Tana vikiongezeka, mabwawa yote 7 yakijaa maji. Huku mvua ikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali humu nchini, mvua ya masika tayari imesababisha uharibifu mkubwa. Huduma ya Taifa ya Polisi NPS kupitia mtandao wa X imethibitisha kwamba watu 18 wamefariki kutokana na mkasa huo. Maporomoko ya ardhi yameripotiwa kwenye kaunti za Kiambu, Tharaka Nithi na Elgeyo Marakwet na yamesababisha familia kadhaa kupoteza makao na kuharibu mali. Huduma ya NPS pia imeashiria kwamba shughuli ya uokoaji inaendelea pamoja na kuondolewa kwa watu katika maeneo yasiyo salama. Kaunti ya Tana River pia imeshuhudia ghadhabu ya maumbile. Hii ndiyo taswira kamili katika mto Tana. Kuongezeka kwa viwango vya maji kumehusishwa na mito midogo inayotiririka kutoka nyanda za juu. Tayari vijiji vimeathiriwa, huku makazi yakizingirwa na maji na familia kupoteza makao. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini limesema baadhi ya watu wameondolewa. Sehemu za Nanigi tayari kunayo vijiji ambavyo vimezungukwa na maji na watu wako hapo ndani. Kwa hivyo wanahitaji msaada wa kidharura ili kuweza kutolewa katika sehemu ambazo zimezungukwa na maji kupelekwa katika sehemu za juu. Katika sehemu za Gofisha tayari walioathirika wote wamepelekwa katika sehemu za juu. Huku familia zilizookolewa sasa zikitafuta makazi kwenye maeneo salama, ipo haja ya msaada wa dharura wa kibinadamu, ukiwemo mahema, vyakula na bidhaa nyinginezo muhimu, huku kukiwa na mchipuko wa maradhi yanayotokana na maji machafu. Tayari imethibitishwa katika zahanati za Nanigi ambapo watoto zaidi ya 10, takriban 12 hadi 15 wameripotiwa wako na ugonjwa wa kuharisha. Wananchi wametahadharishwa kuwa waangalifu na kuchukua tahadhari, hususan wale walio kwenye hatari ya kukumbwa na mafuriko. Wakazi wa Tana River hivi sasa wasumbuliwi na mvua kali kama ilivyotarajiwa, lakini kinachowasumbua zaidi ni maji kutoka Mlima Kenya na sehemu za Ukambani ambao inasababisha kiwango cha maji katika mto Tana kuweza kupanda juu. Kila kukicha maji ya mto Tana inaweza kupanda juu na hatimaye tunatarajia maji haya kuweza kuvunja kingo zake. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imeonya uwezekano wa mvua ya masika kunyesha katika maeneo mbalimbali humu nchini, yakiwemo Rift Valley, Ziwa Victoria, Pwani na Kaskazini Mashariki.